Pesa sio kila kitu na haikufanya ukapata mapenzi ya kweli unayoyataka. Humu kuna muuni ana kiburi cha pesa, akajikuta kadata kwenye penzi la mwalimu wake, yaani mwanafunzi na mwalimu. Hiki ni chuo kikubwa sana nchini Nigeria, katika mji wa Lagos ambao ndio mji mkuu. Ingekuwa Tanzania tungesema Dar es Salaam. Kama ambavyo unajua, katika kila chuo kuna mtu mmoja ambaye anakuwa ni maarufu kinoma. Kwa hapa kuna huyu mwamba anaitwa Terry. Huyu jamaa bwana ni mtoto wa kishua, alafu baba yake ni mwanasiasa mkubwa na bilionea pia. Sasa Terry anatumia pesa za nyumbani kwao vibaya, na maanisha kwamba anatumia utajiri wao kuwatesa walimu wake pamoja na wanafunzi wenzake ambao wanasoma wote katika hiki chuo. Na hawa mashikaji wawili ni machawa wake tu, yani wapambe, ambao kila neno la Terry kwao ni kama sheria hivi, yani wanasikiliza kila ambacho wanaambiwa na wanatekeleza kila ambacho anaagizwa na Terry. Huyu ni mwalimu wake ambaye anaitwa Simon. Katika kipindi chake Terry anapiga kelele ambavyo anajisikia yeye tu, anamdharau kinoma, na ni kwa sababu moja. Terry alishawahi kumpa rushwa huyu mwalimu ya pesa nyingi sana ili afaulishwe mtihani, na mwalimu alifanya hivyo, akapokea hizo pesa. Kwa hiyo Terry anamwambia mwalimu akiendelea kumpangia basi sio darasa tu, mpaka mkuu wa chuo atajua hili jambo. Na mwalimu hana namna, inabidi awe mpole, kwa sababu hili jambo likijulikana ina maana atafukuzwa kazi. Teacher Simon kwa aibu akasema kwamba darasa limeishia leo tu, hana namna. Na kuishia hapo tu kwa walimu, aliendelea kuwatesa paka wanafunzi wenzake. Unaambiwa yani akikuona umesimama na pisi kali anakupola, na watoto wa kike hawakumpinga kabisa. Unajua kwa nini? Mchizi ana pesa nyingi sana, anawaahidi pesa nyingi mno, na kama unavyojua watoto wa chuo njaa sana. Kwa ahadi ambazo mchizi anawaahidi hakuna ambaye anachomoa. Maana mwamba anabadilisha gari kila ambavyo anaitwa leo, kama ambavyo anabadilisha boxer na t-shirt ya shule. Sasa leo wakiwa darasani, mwalimu mpya anaingia, mrembo kinoma. Alimwamuru Terry akae chini, na mchizi hakubisha wala nini, akakaa chini. Mwalimu alisema kwamba anaitwa Dr. Catherine Okoye, anachukua somo la psychology. Terry anasema kwamba akiwa anaangalia zile movie za pono huwa zinaanzia na mwalimu akipita katika mlango wa darasa, akiingia darasani akiwa hajavaa nguo yoyote ya ndani. Watu mwalimu akasema, wewe ndio Terry eh? Terry anafurahi, mrembo, alafu mwalimu mpya amemjua. Mwalimu anakazia, anasema kwamba amesikia mengi kuhusu Terry. Mchizi anasema kwamba kwa hiyo atakuwa amesikia pia kuhusu mashine yake kubwa ambavyo inafanya kazi. Mwalimu anasema ndiyo, lakini amesikia pia kwamba mchizi yuko vizuri hasa katika kufeli. Hii ni dharau sana kwa Terry. Mwalimu anaendelea kusema kwamba psychology inasema watu wanaofeli mara kwa mara huwa ni watu ambao hawajitambui, hawajielewi, hawajiamini na hawana nidhamu katika mambo yao. Na mfano halisi tunao umumu darasani ni Terry. Darasa zima kicheko, naambiwa Terry alitoka kwa hasira kwa sababu hizi zilikuwa ni dharau moja kwa moja. Huyu ni Jenny, ni rafiki kipenzi wa Madam Catherine. Catherine alimsimulia kila kitu kuhusu Terry na tabia zake. Jenny anasema huyo Terry kama anajiona moto, basi akujui wewe rafiki yangu kwamba wewe ni volcano. Catherine alipokea simu, anaongea na mama yake mzazi. Mama yake anamwambia kwamba mdogo wake mkemwa hali yake bado ni mbaya, ambaye bado yuko huko hospitalini na anadaiwa pesa kidogo kama 200,000 naira hivi. Ni kama 500,000 kasoro ya Kitanzania. Leo jioni anatoka darasani Madam Catherine, anakutana na Terry parking. Terry anaicheka sana gari ya mwalimu Catherine kwamba eti kwa uzuri wake wote huu anaendesha gari ya mwaka 1965. Catherine anasema kwamba hawezi kuongea na kubishana sana na kijana kama yeye. Mchizi anaona kama dharau, anasema kwa nini? Mtoto wa kike anasema kwamba kwa kuwa anamuona ni kama mtoto ambaye yupo katika mwili wa mtu mzima. Haya maneno yalimchoma sana Terry. Catherine akawasha gari yake akaondoka. Maneno ya Catherine tangu yuko darasani na muda wote ambao aliweza kuongea na mchizi yalimpa mawazo mengi sana Terry ya kupata usingizi usiku mzima. Kutokana na kumsumbua sana Catherine, akaitwa ofisini kwa msaidizi wa mkuu wa chuo. Msaidizi wa mkuu wa chuo anasema kwamba tabia za Terry zimefika hatua ambayo ni mbaya sana. Hiki ni chuo, sio sehemu ya kulitiana dharau, na akiendelea tena hawatomsimamisha tu, watamfukuza chuo kabisa. Hauwezi ukanifukuza, tutakufukuza. Baba yako anajua kila kitu. Usinijaribu Terry, tumechoka tabia zako. Terry akaamrishwa amuombe msamaha mwalimu Catherine. Terry hakuwa na namna, akamwomba msamaha, akasema kwamba anaomba msamaha Dr. Catherine kwa kumdhalilisha na tuyaache aliyopita, tugange yajayo. Dr. Catherine anasema japo sio msamaha wa kweli, lakini aliukubali. Terry akaruhusiwa kuondoka na msaidizi wa chuo.
Teri aliporudi nyumbani alimsimulia kila kitu baba yake, lakini mzee alikuwa kama msikii. Teri anamuita, baba unisikia au? Mzee yuko kimya, kisha akaamka. Alafu alipofika mbele akamwangalia mtoto wake, alafu akamwambia kwamba akiendelea na hii tabia yupo karibu kupelekwa katika chuo cha jeshi, huko ataenda kufinywa vizuri mpaka tabia yake inyoke. Kwa kifupi, mzee naye kashamchoka mtoto wake. Teri alipata mawazo sana, akaona vikwazo vyote hivi vinatokana na ujio wa Madam Catherine chuo. Baada ya kufikiria kwa muda fulani, akampigia iti wake, akampa maagizo fulani, alafu akasisitiza kwamba mwamba asikosee kabisa. Asubuhi chuo, wanafunzi wote wamekusanyika karibu na ofisi ya Madam Catherine, wanashangaa picha ambazo zimebandikwa. Madam Catherine naye amefika juu chochote, anakuja kutazama. Bwana, ni picha ya kwake ambayo imeunganishwa pamoja na Teri kama wako chumbani kwenye pozi la mahaba kinoma. Madam aliona aibu sana, ikabidi aanze kupambana kubandua hizi picha zote hapa ili kutoa aibu hii. Teri unajua so mzima kabisa. Basi usiku Jeni anatazama hizi picha nyumbani, anasema ila mchizi ana mvuto, mchizi ni handsome, ana ngozi nzuri, six pack, tattoo fulani hivi. Hivi huyu ni yeye kweli ama ni AI tu? Catherine akaona huyu chizi kweli, akaondoka zake. Hii taarifa ilimfikia baba yake Teri. Asubuhi alileta wanajeshi wawili chuo, walimpiga kinoma Teri, walimpiga mno bila huruma aina yoyote ile. Ila cha ajabu sasa, aliyekuja kumtetea ni Madam Catherine pamoja na mabaya yote ambayo huwa anafanyiwa na Teri. Mzee alisema hebu mwache huyu kijana, anapaswa kujifunza adabu. Lakini Madam alimuita Hakim pamoja na Adamu wambebe rafiki yao wampeleke kliniki, na akamsisitiza mzee wake kwamba amfate kliniki akajue maendeleo ya mtoto wake, maana washampiga sana. Catherine anamsimulia Jeni tukio zima ambavyo lilitokea. Jeni anasema atakuwa ameanza kumpenda mchizi na ule mvuto wake, ule muonekano, zile six pack. Jeni Basi bwana, siku kadhaa zimepita. Asubuhi ya leo mzee anaongea na kijana wake, anamwambia kwamba hii ni nafasi yake ya mwisho, akizingua tena ni jeshini na hataki maelezo yoyote. Kijana alimjibu mzee wake kwamba kamwelewa na atafanya kama ambavyo anataka baba yake. Mzee akasema vizuri sana. Akiwa chuo yuko na marafiki zake, na maanisha Hakim pamoja na Adam, akamwona Madam Catherine. Alimfuata, akamsalimia, akamuuliza kwamba anasikia amekuwa akimtafuta sana. Catherine anasema yeye ni mwanafunzi wake, kwa hiyo ni haki yake kumuulizia na kujua hali yake ambavyo inaendelea. Mchizi akasema anashukuru kwa msaada wote ambao alipewa ile siku na akamletea zawadi kama shukrani. Madamu alikataa, maana ni jukumu lake kumsaidia mwanafunzi wake. Lakini Teri anasema kwamba anasisitiza, anajua yeye ni msumbufu sana, lakini Madam kawa mtu mwema kweli kweli kwake, inabidi apokee tu. Asante sana. Akamuuliza vipi amsaidie hii mizigo. Madamu akasema sawa, na akamuuliza vipi kuhusu gari yake iko wapi. Madamu anasema kwamba gari yake ipo gereji. Mchizi akamwomba ampe lifti mpaka nyumbani, Madamu asija kalikwesti akaingia gharama za bure. Basi bwana, walifika mpaka nyumbani. Wakiwa wamesimama nje ya geti ya nyumba ya Madam Catherine, Jeni akawa anawatazama kwa dirishani. Teri anasema anaomba amtoe Dina Madam. Madamu akamtazama akasema hapana. Lakini Teri akasema sio deti ya mapenzi, ni dina tu ya kirafiki tu. Madamu akasema sawa, lakini kwa sharti moja. Mchizi akakaa mkao wa kula, akauliza ni sharti gani hilo? Madamu akasema kwamba mchizi inabidi afaulu mitihani yake yote ya semester hii, na kama atafanikiwa basi watatoka. Alifurahi sana Teri, ni kama kaanza kumpenda huyu Madamu. Catherine anaingia ndani, anakuta Jeni anamtazama kinafiki hivi. Wewe sio kama unavyofikiria bwana. Jeni akamtazama akasema, kwani unafikiri mimi nafikiria nini? Jeni, nimechoka, niache. Yaani na hilo smile lote na hizo zawadi zote. Jeni, hebu nipishe bwana. Binti, na kuona na kutazama tu. Anafurahi kwa sababu ya rafiki yake, anahisi atakuwa amepata barafu wa moyo wake. Alifika nyumbani, anamuwaza tu Catherine, unaambiwa. Anatabasamu mwenyewe, kweli muuni kapenda, si ndio Leo akiwa chuo alimfuata Madam, anasema kwamba anaomba msaada Madam awe anamfundisha, maana anajua Madam ndiye mwalimu smart zaidi katika chuo hiki kizima. Madam anasema kwamba mchizi inabidi awe anamlipa naira milioni 30. Teri alishtuka. Madam akasema anatania tukicheko basi. Madamu alisema yuko tayari kumfundisha, lakini iwe nje hiki chuo, hataki watu hapa chuo wakaanza kuwahisi vibaya. Akampa namba yake mchizi. Basi mwamba akawa anampigia tu Madamu usiku. Madamu anamwelekeza ni vitu gani vya kufanya, asome wapi, aache wapi. Na hata wakiwa nyumbani kwa Madamu akaendelea kumfundisha, lakini Madamu kuna symptoms tofauti tofauti akanaziona kwa mchizi, akagundua kwamba Teri hayuko sawa.
mara ni kama anatetemeka mwenyewe. Madamu akajaribu kumtuliza, akamletea glasi ya maji akanywa. Kumbuka ni mwalimu wa psychology, kwa hiyo akamwambia mchizi amueleze lifestyle yake tangu akiwa mdogo. Terry alimueleza kwamba wazazi wake walikuwa ni watu wa kumlaumu tangu marehemu mama yake yuko hai. Wanasema kwamba wamekuwa wakilipa ada kubwa kwa mchizi kuwa anafeli na kuwa mvivu namna hiyo. Madamu akamuuliza maswali kadhaa kwamba mchizi anakuwa na wasiwasi, anakuwa na nini, na kila swali ambao anamuuliza mchizi anasema ndiyo. Madamu akagundua kwamba mchizi atakuwa na ugonjwa mmoja adimu sana unaitwa dyslexic. Huu ni ugonjwa ambao unamfanya mchizi awe anaelewa zaidi akiwa anaelezewa kuliko akiwa anasoma. Yaani akiwa anasoma ni kama anaelewa tofauti na kilichoandikwa kwa muda huo. Anahitaji muda kidogo kuweza kuprocess. Kwa madamu akagundua ni namna gani ambavyo mchizi anaweza kawa anasoma ili akawa anaelewa zaidi kuliko hapo awali. Huu ukawa ni msaada mkubwa sana kwa Terry. Terry akaanza kusoma kutokana na maelezo ya madam. Mwamba kawabize kinoma. Leo anatoka, anamwaga baba yake. Baba anamuuliza, wewe vipi? Muda huu unaenda wapi? Terry anamwambia naenda library, naenda kusoma. Mzee anatikisa tu kichwa kwamba mtoto wake kweli kabadilika. The way Terry alivyokuwa busy na elimu sasa, hata marafiki zake hawampati hewani wakipiga simu. Walikuja paka nyumbani wanagonga geti. Labda Mwamba atakuwa amelala amepitiliza, si ndio? Lakini mwisho wa siku baba yake Terry alitoka akawaambia, nyie kama mtaki kusoma mnataka kufata mikumbo, shauri yenu. Mwenzenu sasa hivi anajitambua na yuko busy na elimu. Mwamba ikabidi wamwage tu mzee kwa aibu waondoke. Mwamba amekuja nyumbani kwa mwalimu Catherine, anafurahi kinoma. Matokeo yametoka, amekuwa wa pili katika department yao. Mwalimu anampa hongera kinoma, wanapongezana kwa furaha. Lakini ghafla wakajikuta wamekisi bwana. Na mwalimu alirespondi vizuri, inaonekana kabisa kapenda hii ladha amempenda mchizi patamu hapa. Muda wote tabasamu alimtoki Terry, ni wazi kampenda Catherine. Anakumbuka momenti zote alizokuwa akisifiwa na Catherine. Kijana amezama huyu, tumuwahi kabla hajachanganyikiwa. Wakina Hakim wanamuuliza, vipi, umempenda au? Terry anasema hajampenda wala nini, hii ni njia yake tu, anataka kulipiza kisasi kwa sababu Catherine alishawahi kumwaibisha kinoma. Lakini mashikaji wanasema kwamba Madam Catherine kamfanya abadilike na mchizi sasa hivi amekaa kwenye mstari. Na wakati maongezi haya yote yanaendelea, hawa mashikaji wanaendelea kurekodi kila kitu. Sijajua alikuwa na nia gani na haya maongezi, lakini tutajua tu. Mwamba kafaulu mitihani yake yote unaambiwa. Sasa leo anajiandaa kwenda date kwa sababu ndicho kitu ambacho aliahidiwa na madam kwamba akifaulu mitihani yake yote wataenda date. Baba anaingia humu ndani, anamuuliza kijana wake, ni binti gani anaenda kukutana naye? Baba, ni binti fulani hivi special, amenisaidia kufaulu, kwa namuona ni special sana. Baba anasema, umempenda Basi ni utani tu wa baba na mtoto wake. Inavutia kwa kweli. Catherine ni chombo mjue. Terry mate anamtoka tu, mtoto kanyoka kinoma unaambiwa. Basi bwana, wakamchukua akamsifia amependeza, na wakawa wamefika eneo la kupata chakula cha jioni, na maanisha dina. Damu zao zimeendana bwana. Muda wote tabasamu aliwatoki vinywani mwao. Mwamba anamtoa kitu fulani kama kiubwabwa mdomoni mtoto wa kike, alafu analamba. Wewe, uchafu huo. Nakataa, ni utamu. Maana wewe ni mwanamke mrembo niliyewahi kumtazama machoni mwangu. Wewe ni mzuri sana. Haukupaswa kuwa katika sayari hii ambayo tunaishi. Hivi unapumua kama sisi kweli? Ulipaswa uwe huko Jupiter, Venus, huko Mars. Haukustahili kabisa mwanamke kama wewe mzuri kuwa karibu yetu sisi binadamu wa kawaida. Cheki ambavyo unasmile vizuri. Catherine anasema kwamba anapenda kumwona mchizi akiwa na furaha namna hii, lakini asisahau kwamba yeye bado ni mwalimu wake. Terry anasema, Catherine, nimekupenda, japo naona aibu kukiri hili. Kwa nini? Sababu mara zote nimekuwa mimi nikitongozwa na wanawake, lakini kwako imekuwa ni tofauti kabisa. Nataka kuwa mwanaume halisi. Catherine anasema kwamba yeye ni mkubwa kwake, lakini kwa miaka 3. Kwa hiyo hii ni 2026. Haijalishi mambo ya umri. Alafu unajua unaonekana ni mdogo kuliko mimi Madam anaogopa kupoteza kazi yake, ndo neno ambalo analisema hapa. Lakini Terry anasema kwamba itakuwa ni siri yao tu, hakuna mtu yote ambaye atajua. Alafu ye mwenyewe anakaribia kumaliza chuo, na kama amekubali basi aweke mkono hapa. Mtoto wa kike kwa aibu akasogeza mkono akamshika mchizi. Ina maana akakubali, sio? Walete kati. Woyo. Hivi mnajua kwamba adui yako atoki mbali
Hawa wawili bwana, penzi lao lilikuwa tamu kinoma, unaambiwa kwenye gari, darasani, wakati vipindi vinaendelea, ni ishara tu za mapenzi na upendo tu. Teksti muda wote, tabasamu, nyie mapenzi raha bwana, hasa ukipendwa na unayempenda, sio Wanatembeleana nyumbani, yani kinawaka tu. Sasa leo wakiwa pamoja, wakina Hakimu wakawa wanawatazama, alafu wana maindi kinoma kwamba Terry kampenda kweli yule madam. Sasa kwamba wakiruhusu upendo uendelee, zile mambo za kutoka kwenda club, mambo za kupora madem za watu, mchizi kuwapa pesa kwenda kutanua, kuwapa gari nini, zitakwisha kabisa, na wanamtegemea umchizi kwenye mambo ya kutoka kutumia mapesa, ndo mkombozi wao. Kwao Hakimu akaja na mpango, akasema yeye ana wazo, akamnong'oneza mchizi wake hapa, wakakubaliana. Ni wazi haukuwa mpango mzuri kabisa, huku Terry kamnunulia gari mpya kabisa Catherine. Anamtoa kwa madoido nje, Catherine kuja kufumbua macho kuona hii zawadi, haamini kabisa. Yai jeupe noma, mchizi anampenda huyu madamu, mjue. Haya bwana, katika hali ya kustaajabisha, madamu anaitwa ofisini na anasimamishwa kazi immediately kwa kosa la kutoka kimahusiano ya mapenzi na mwanafunzi wake. Alikuwa hana la kujitetea. Wakati anatoka nje akiwa na huzuni, anapokea ujumbe katika simu yake. Ni voice note ile ambao wakina Hakimu walikuwa wanamrekodi siku ile, wakati Terry anajieleza kwamba hampendi wala nini Madam Catherine. Yeye anachotaka Madam Catherine ampende, akishazama anataka kulipa kisasi, kwa sababu Madam Catherine si alimwaibisha bwana, kwa naye anataka aje kumwaibisha kwelikweli. Madam Catherine alihisi kama kudata, kuchanganyikiwa, maana akashampenda kweli mchizi, kumbe mchizi na maana ampendi. Sasa leo akiwa darasani anashangaa muone Madam Catherine, anamuona madam mwingine tu anaingia humu ndani. Terry akachanganyikiwa, alituma message na kupiga simu sana Madam Catherine, lakini mtoto wa kike apokei. Akapata wasiwasi sana, akawa na mawazo. Na muda huo huo wakina Hakimu wanamwambia kwamba wamepata taarifa kwamba baba yake Terry alimlipa pesa Madam Catherine ili amrekebishe tabia zake. Kwa hiyo sio kwamba madam alikuwa anampenda mchizi, ila alikuwa anafanya kazi aliyolipwa pesa ili kumrekebisha tabia zake. So yawezekana mwamba amerekebika tabia zake, madam kaamua kupotea. Hapa ndo kichwa kilizidi kumuuma kinoma. Hakuongea kitu, akaanza kuondoka huku chozi linamtoka. Huku nyuma wamba wanagonga, wanafurahi. Oya, hawa machizi ni wanafiki kinoma, unajua. Ase alirudi nyumbani akiwa na hasira sana. Alimuuliza baba yake ni kweli alimwajili Catherine kumrekebisha tabia yake. Mzee akasema ndiyo, na amefanikiwa. Hajitazame kwa sasa, focus imeongezeka na anakaribia hata kuhitimu chuo. Kwa hiyo mlinichezea kama mtoto na mkachezea hisia zangu, si ndio? Sikujua kama mtapendana mimi. Nilimlipa tu pesa, sikujali kwamba atatumia njia ipi, ili mradi hiyo njia imefanikiwa. Kwani shingapi ulimlipa? Mzee akapiga funda la waini kisha akasema alimlipa naira milioni 50. Terry alishangaa sana, ni pesa nyingi. Anasema tangu mama yupo akiwa hai mlikuwa mkininyanyapaa, hadi leo bado unaendeleza hiyo legacy. Mzee akasogea, anasema unasemaje wewe kijana? Mchizi akasema naongelea nyie ambavyo mmekuwa mkininyanyapaa, mkiniona kama uchafu. Hamkujua kwamba nateseka, ila mlinipiga tu, wala mkutaka kujua na shida gani. Wewe ulikuwa tu ni mvivu kusoma. Nina dyslexic. Nina ugonjwa unaitwa dyslexia. Siwezi kuelewa kama wanafunzi wengine, lakini hamkulijua hilo. Maana mlikuwa bize kunijaji na kunilaumu tu. Haya maneno yalimuingia sana mzee. Ni kweli sometimes unaweza kawa na walaumu watoto hawaelewi, kumbe wana jambo ambalo ni deep zaidi, sio kwamba ni wavivu ama wataki kusoma. Kuna tatizo la ndani kabisa. Ni vizuri kama wazazi tuwe makini sana katika malezi ya watoto wetu. Mchizi akarudi katika ulevi, na hili ndilo jambo ambalo walikuwa wanalitaka wakina Hakimu. Leo alikuja kwa Madam Catherine, anamuuliza ni kwa nini alipokea pesa za baba yake ili aje kucheza na hisia zake. Catherine akasema usijione kwamba wewe ni mwema sana, sawa Akaenda akachukua ile voice note akamsikilizisha kwamba ajione kwamba na yeye alikuwa anacheza na hisia zake vile vile. Kwa hiyo kama ni ubaya basi wote ni wabaya tu. Kwa mchizi akagundua kwamba watu waliosababisha matatizo yote ni wale rafiki zake wakina Hakimu, wale machawa wake. Aliwafuata kwa hasira kinoma, hakutaka kusikia la mkuu wala kuvunjika guu.
Vurugu zilikuwa ni kubwa chuo kizima, wakurekodi wakarekodi, wakucheka wakacheka, wakununa wakanuna. Kwa kuwa wengine walirekodi, basi ushahidi ulifika mpaka ofisi za chuo unaambiwa. Wakaitwa ofisini wote watatu, wakapewa adhabu ya kusimamishwa chuo kwa muda wa mwaka mmoja, wote watatu bila msamaha. Sasa ni miezi kadhaa imepita tangu Terry asimamishwe chuo. Yuko bize na kozi za mtandaoni. Mzee wake anaingia, anahitaji kuongea na kijana wake, na Terry hakuwa na hiana, akamsikiliza baba yake. Mzee anasema anaomba msamaha sana, maana akamkosea kijana wake. Lengo lake lilikuwa ni kijana wake awe bora zaidi shule, aweze kujitambua, lakini yeye kama baba amegundua kwamba amekuwa akimkosea mtoto wake tangu akiwa yuko mdogo. Terry alimsamehe baba yake. Baba alimuuliza vipi kuhusu wale marafiki zake wawili. Terry anasema amegundua kwamba wale hawakuwa marafiki zake, ila ni maadui ambao waliogopa kujionyesha waziwazi tu, na walikuwa wanamnyonya. Hakuna ambaye alikuwa anamtakia mema kabisa. Kwa sasa ameamua kufocus na maisha yake. Baba anaona project katika PC ya mchizi, anauliza hicho ni kitu gani? Terry anamwambia kwamba hii ni kozi ya online, anajifunza kutengeneza app fulani ambayo itasaidia wafanyabiashara kukusanya traffic ya wateja wengi mtandaoni bila kutumia gharama kubwa kabisa. Mzee anasema safi sana kijana wangu, naona umekuwa na maarifa pia yameongezeka, umejitambua sasa. Baba anasema kuhusu Catherine, ukweli Catherine alikataa ofa zake hapo mwanzoni za kupokea pesa, lakini baadaye alikuja kurudi ghafla na akasisitiza anaitaka hiyo pesa. Inaonekana kuna jambo la muhimu ambalo lilimbana likamlazimisha Catherine kuikubali ile pesa, na kama ilikuwa ni bahati yao wao kuwa wawili, hakuna atakayeweza kupinga hilo. Na baba anamwona Catherine kama ni mwanamke mzuri na ni bora sana kuwa naye kama mkwewe. Huku Jenny anampongeza sana Catherine. Anasema kafanikiwa kufungua biashara yake na hata kuwa anapigia magoti kwenye ofisi za watu kwenda kuomba kazi. Catherine anaomba Mungu. Anasema anatamani biashara yake iwe nzuri na mauzo mengi sana. Amen, amen. Jenny hapa anaitikia. Wasiwasi ndio akili. Catherine hajawahi kufanya biashara, kwa ana wasiwasi kwamba je, bidhaa zake ni nzuri, zinakizi kiwango cha sokoni ambacho kitafanya watu wanunue bila yeye kutumia nguvu sana. Usiku akiwa amelala, anasikia SMS nyingi sana zinaingia katika PC yake. Ananyanyuka, anatazama, anashukuru Mungu, maana zote SMS ni za wateja wananunua bidhaa. Akajikuta kamaliza bidhaa zote. Ghafla kuna text inaingia kutoka katika namba ya Terry, inamwambia hongera, umemaliza bidhaa zako zote. Sasa huyu kajuaje? Asubuhi alimfuata Terry nyumbani kwao. Hivi wewe unahisi kwamba pesa ndio kila kitu kwenu, si ndio? Unasema najua umenunua bidhaa zangu zote. Hapana, sijanunua. Sasa umejuaje kwamba nimeuza bidhaa zote? Najua umemaliza, lakini sijanunua mimi hizo bidhaa. Basi alimkaribisha ndani, akamuelewesha. Baada ya kusimamishwa chuo, aliingia online course, akajifunza namna kutengeneza hiyo app, na mtihani wake wa kwanza ilikuwa ni kutumia website ya biashara ya Catherine ili kuonyesha kwamba app yake ni nzuri na ina mvuto, na akamuonyesha ushahidi kwamba amemtafutia traffic karibu ya watu milioni 350 na watu milioni 50 wameclick na kuipenda bidhaa, na baadhi ya hao wamenunua bidhaa zake zote, kwamba kilichofanya bidhaa zitoke ni ubora wa bidhaa za Catherine. Yeye alichokifanya Terry ni kuifanya tu ile bidhaa ikawafikia walaji, ikawafikia wateja, wajue kwamba kuna bidhaa bora ya namna hii ipo sokoni. Alifurahi sana Catherine. Wote waliombana msamaha. Catherine anasema kwamba asamehewe. Anasema alipofuatwa na baba yake alikataa, lakini mdogo wake alikuja kupata ajali ya kudondoka. Ilibidi afanyiwe upasuaji wa ubongo na gharama yake ilikuwa ni milioni 30 mpaka milioni 50. Hakuwa na njia nyingine ya kukataa ila kupokea tu ile pesa, ili mradi aokoe uhai wa mdogo wake. Terry anasema hata yeye anataka muombe msamaha kuhusu ile voice note, lakini Catherine anamsimamisha. Anasema kwamba rafiki zako walinipigia simu na walinisimulia kila kitu, kwa hiyo kuwa na amani, nimeshakusamehe. Terry anasema amemmisi sana Catherine. Catherine anasema kama mchizi kamisi, aache kuongea, amuonyeshe kwa vitendo namna gani ambavyo kamisi. Kwa hiyo kikachapika sana, wakawa wamesameheana. Stori za kwenda kwa wazazi wa Catherine zikaanzia hapo, na huu ndo ukawa mwisho wa bomba ya movie yetu. Mimi naitwa Seda na hii ni SEDA Mirror Caps 97 0748 226222. Ciao.